Pole na msiba MC Mama Taric. Asante. Na mimi nafahamu kwamba Sebo alikuwa bosi wako. Lakini natakamani kufahamu vile ambavyo ulipata taarifa japo ilikuwa ya ghafla ya kifo chake. Kwanza tumeumia. Unajua Sebo ni zaidi ya bosi, ni baba mlezi, ni mabosi ambao ni bosi ambaye kasimama kama baba wa EFM. Na mimi bwana, msiba nimeupata kwenye grupu la ofisini. Nashika simu nilikuwa nimeitoa, unajua mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hiyo haina sauti. Kuja kushika simu naingia kwenye grupu nakuta msiba. Nilishtuka kwanza, nilijua siku ya wajinga duniani. Nikasema lakini mbona sio siku ya wajinga duniani? Ni kweli nimeumia kiukweli sana sana. Na Sebo kwa jinsi ambavyo ulikumfahamu na akiwa kama bosi wako, alikuwa ni kiongozi wa namna gani? Jasiri, amenyooka. Yaani Sebo ni amenyooka. Blue ni blue, njano ni njano. Hana kupinda pinda. Neno lake ni moja tu. Kwa nini ujipambanie? Jipambanie. Unaweza Mama Taric. Na kuna kitu ambacho sitaweza kukisahau. Kuna mwaka tulifanya raha za Uswahilini mtaani. Alipenda sana vile vitu ambavyo tulikuwa tunafanya mtaani. Tulikuwa tunaingia Uswahilini, Mburahati, Vingunguti, Tandale huko, kuonyesha ule Uswahili wenyewe. Kwa hiyo alivutiwa na ile kitu, akasema Mama Taric, jisimamie, Uswahili unaweza. Nitamkumbuka kwa mengi. Ni bosi mmoja na anataka ufike sehemu. Ni bosi ambaye anataka upate mafanikio. Anapenda kukuona unapiga hatua. Hapendi ujibweteke. Kwa wewe jinsi ambavyo ulikuwa unaona ile ni nguzo ya namna gani pale kazini kwenu EFM? Nguzo ya ofisi, nguzo ya mmoja mmoja, nguzo ya taasisi. Nikisema nguzo ya mmoja mmoja, kila mmoja anajua uongozi wa Sebo ulivyo. Ni uongozi ambao umenyoka. Yaani yuko hivi, akikwambia kitu fulani fanya. Umezingua ofisini, ni umezingua kweli. Akishamaliza yeye haikagi moyoni. Ameshamaliza. Nakumbuka kuna mwaka tulibadilisha raha za Uswahilini, kama unakumbuka. Tulikuwa kuna timu mimi, Kumbuka, na wale wenzangu wawili wa kiume ambao walifanya singeli. Alikuwa anatamani kuona kitu cha tofauti, kwa akatuambia hivi, hii tumeweka nyinyi watu tofauti kwa sababu kuna raha za Uswahilini, kuna singeli. Tunahisi kuna kitu kitatokea. Ila pambaneni, mnaweza. Tunamkumbuka sana na tutaendelea kumkumbuka. Atulisa hivi tutaendelea kulia. Tunaondoka na neno gani leo wakati mwili wake umefanywa ibada hapa na tayari kusafirishwa kwenda nchini Uganda? Ukiaminiwa, watu wakikuamini, fanya sehemu yako. Ukiondoka uache alama. Sebo ameacha alama. Ameacha alama kwetu wafanya kazi, ameacha alama kwa tasnia ya habari, ameacha alama kwa jamii, kwa sababu alikuwa anagusa kila jamii. Hata kama sio mtangazaji, hata kama sio husiki na mambo ya utangazaji, atakugusa kwa namna nyingine yote. Ndio maana leo umeona mpaka viongozi wamekuja, watu mbalimbali wamekuja hapa. Kwa hiyo ameacha alama. Tuache alama katika maisha yetu. Ukiondoka unaondokaje? Unazungumziwa nini? Umeacha nini? Ukiondoka unaondokaje, umeacha alama gani? Ndio maneno ya MC Mama Taric, mmoja kati ya watu ambao walikuwa akifanya kazi na Sebo kama bosi wake. Mimi ni Gabi Mtanzania, nyuma ya kamera Zakaria Master Gamondi. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.